Kwa hiyo vijana wengi sio kama hawana ndoto, sio kama hawana ubunifu, sio kama hawana mawazo makubwa ya biashara, sivyo, lakini wamenaswa na mahusiano. Bwana, mtaani bwana, na mimi wanione na mwanamke fulani, wanione na mimi nipo kwenye mahusiano bwana, waone jinsi ambavyo namjali mwanamke wangu, namletea hiki, natoka na hiki. Zile sifa tu za kipumbavu, sifa ambazo hazina manufaa yoyote. Lakini wakati huo ndoto zake zinaangamia, kwa sababu hao wanaume ni mabwege na wamedizainiwa hivyo. Kwa hiyo inakuwa rahisi kupokea kile ambacho jamii inafanya. Mwanamke ndio kila kitu kwenye maisha yao. Yaani mimi bwana napambana sana, mwanamke huyu ndio kila kitu kwenye maisha yangu, bila yeye basi mimi sio kitu. Kwa hiyo inapelekea focus yake ya kazi iwe ndogo, juhudi zake ziwe ndogo. Kwa hiyo muda anauvunja, anaweka okay, huu ni muda basi na mimi nitachati na mwanamke wangu bla bla bla, na huu ni muda basi nitafanya kazi. Kutokuta muda ambao anafanya kazi anajibu message. Kuna kipindi fulani hivi, kipindi ni bwege sana, kipindi hicho mimi ni bwege sana, nilikuwa nafanya kazi. Sasa kuna huyu mwanamke ambaye alikuwa anajua kazi ambayo naifanya, najua kabisa huyu ni jamaa ambaye anafanya kazi huko, anasoma, anafanya kazi